Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi qala yusabbihu lahu samawati wal ard, samawati sab'an wal ardu wa man fihinna وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. صدق الله العلي العظيم. متابعون الأعزاء, ndugu zanguni mnaofuatilia kipindi hiki biidhnillahi tabaraka wa taala, leo nakuletea hadithi moja, historia moja nzito sana iliyomkuta mtume Suleimani alayhi salam, na hasa katika mambo ya utafutaji wetu, mimi na wewe na mwingine, utafutaji wa riziki. Wapo watu wanaokata tamaa kabisa katika riziki zao. Wapo watu ambao wanajiona kwamba Mwenyezi Mungu kawaonea, yani sio haki yao wao kuwa hivyo walivyo. Kumbuka ya kwamba Mwenyezi Mungu anaweza kukufanyia kheri kwa mtindo ambao wewe huwezi kuutaraji. Kumbuka ya kwamba Mwenyezi Mungu anaweza kukupa riziki kwa namna ambayo wewe huifikirii. Huyu ndio Allah, huyu ndiye la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kumbuka hapo ulipo unaweza ukawa umekaa mazingira magumu sana ya kufikiwa na riziki yako, lakini yeye Mwenyezi Mungu anajua namna gani hapo ulipo, kwa staili ulionayo, ni kwa namna gani riziki yako anaweza kufikishia. Ikhwani, ndugu zangu, kisa hiki kinasikitisha, lakini pia kisa hiki kinaleta ibra, lakini pia kisa hiki kinaleta yani kuamsha moyo wako na fikra zako upya na kurudi katika matumaini mapya, tofauti na hivyo ulivyo kuhusu maisha yako yaliyokuwa ni magumu, kuhusu maisha yako yalikuwa ni mabovu, kuhusu maisha yako unafikiria kana kwamba wewe huna haki tena hapa duniani ya kuishi, kwamba hii dunia ina wenyewe. La, bali dunia hii ni ya kwetu sote, tumewekwa na Allah tabaraka wa taala tumwabudie, na yeye Mwenyezi Mungu yeye ndo anajua wapi pa kuweza kuipata riziki yetu. Sasa sikiliza kisa hiki, lakini kabla sijaanza na kisa hiki nianze na maneno yake Allah tabaraka wa taala, yanapatikana katika suratul Isra'i aya ya 44. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema yusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala vinamsabihi, mbingu 7 zinamsabihi Mwenyezi Mungu, na ardhi inamsabihi Mwenyezi Mungu, na vilivyoko katika mbingu na ardhi vyote vinamsabihi Mwenyezi Mungu. Unavyovijua vyote vinamsabihi Mwenyezi Mungu. Vyenye kuwa na roho na vile visivyokuwa na roho vyote vinamsabihi Allah tabaraka wa taala. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi, na kila kitu unachokijua wewe kilichopo mbinguni na ardhini kinayo tasbihi yake maalum ya kumsabihi, ya kumtukuza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Anayo maneno yake maalum ya kusemea ili kuweza kumtukuza Allah tabaraka wa ta'ala. Mathalan, sisi wanadamu kila unapomaliza sala inatakiwa useme subhanallah 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 subhanallah, alhamdulillah 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 alhamdulillah, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Hizi ni moja ya tasbihi ambazo zimefundishwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia viumbe wengine wanazo tasbihi zao, sio mpaka iwe kama hiyo unayosema wewe. Na inshallah nitakwambia moja ya kisa hiki cha tunasema an-namlatu wad-difda'a, yani qissatu namlatu wad-difda'a ma'a nabiyullah Suleimani alayhi salam, kisa cha nyenyere na
yule chura sambamba na bwana mtume Suleimani alayhi salam. Pia Allah akamalizia, walakin la tafqahuna tasbihahum, lakini ninyi wanadamu hivyo vitu vilivyopo mbinguni na ardhini hamjui tasbihi zake, kwamba ndege anatoa tasbihi gani, anamsabihi vipi Mungu, samaki anamsabihi vipi Mungu, hamjui. Lakini yeye Allah anajua, innahu kana aliman ghafura, kwa hakika yeye Mwenyezi Mungu ni mjuzi tena ni ghafur, ni msamehevu wa madhambi. Nianze kwa kusema, nasema hadha qisa fi zamani nabiyillah Suleimani alayhi salam. Kisa hiki ni katika zama za bwana mtume Suleimani alayhi salam. Haithu min al-ma'rufi ladaina, ni jambo ambalo ni kisa ambacho ni maarufu kwa wengineo, anna nabiyallah Suleiman alayhi salam, kwamba moja ya visa ambavyo vilivyokuwa ni maarufu kwa watu ni mtume Suleimani alayhi salam alikuwa na qudra, yani uwezo, ala muhadathati aljinni walinsi walhayawanati wattuyuri wa kafati alkainati alhayy. Alikuwa na uwezo wa kuzungumza na majini. Suleimani alikuwa na uwezo wa kuzungumza na wanadamu. Mtume Suleimani alikuwa na uwezo wa kuzungumza na wanyama. Mtume Suleimani alikuwa na uwezo wa kuzungumza na ndege. Mtume Suleimani alikuwa na uwezo wa kuzungumza na kila kilichokuwa hai, alikuwa na uwezo nacho, kwa uwezo aliopewa na Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hadhihi ahad qisas namlat ma'a nabiyillah Suleimani alayhi salam. Na hii sasa nakuletea ni kisa cha nyenyere na mtume Suleimani alayhi salam kuhusiana na jambo la riziki. Na nataka na wewe uweze kupata mazingatio kwamba hata kumbe na wewe riziki yako inaweza ikaja muda wowote, sekunde yoyote, dakika yoyote. Wewe si wa kujikatia tamaa tena kwamba mimi ndio bila fulani mimi siwezi nikaishi, mimi bila bosi fulani siwezi nikaishi, mimi bila jini fulani anayefanya mambo fulani siwezi nikaishi. La, anasema dhakaru, asema anna Suleiman kana jalisa ala shatiyi bahr. Suleimani alikuwa mmoja miongoni mwa masiku alikuwa amekaa katika fukwe ya bahari. Fabasara namla tahmilu habat alqamah tadhhabu biha nahwi albahr. Kisha mtume Suleimani alayhi salam akapata kumuona nyenyere katoka huko anakotoka akiwa amebeba habat alqamah, punje ya ngano. Kaibebelea yule nyenyere mpaka kafika katika nahwi bahar, fukwe mwa bahari. Fajaala Suleimanu yanzuru ilaiha hatta balaghat alma. Mtume Suleimani alayhi salam akaendelea kumtazama sana yule nyenyere toka alikotoka huko mpaka anakuja kufika katika shati al-bahr, pale pembezoni mwa bahari. Fa idha bidifda'ati qad akhrajat ra'saha min al-ma'i fafatahat faha. Sema ghafla eneo lile aliyopo yule nyenyere akatokelezea chura. Alipotokelezea yule chura akatoa kichwa kwenye maji. Kisha alipotoa kichwa kwenye maji akafungua mdomo wake. Fa idha, anasema fadakhalati namlat wa ghasat ad-difda'i fi bahri sa'ati at-tawil wa Suleiman yatafakkar fi dhalika muta'ajjiba. Sema yule chura alipofungua kinywa chake, yule nyenyere akaingia katika kinywa cha chura. Alipoingia katika kinywa cha chura, kisha yule chura akazama kwenye maji. Akazamia kwenye maji saa baada ya saa. Kisha baada ya muda mrefu wa masaa kupita, anasema wakati huo masaa yakiendelea kupita, Suleimani alayhi salam akaendelea kutafakari sana. Akaona kama hii ni ibra fulani Mwenyezi Mungu anamuonyesha. Inakuwaje nyenyere anatoka huko na mzigo wake wa punje moja ya ngano, kisha anafika pale katika bahari anatokelezea chura, kisha yule chura anafungua kinywa, kisha yule nyenyere anaingia katika kinywa cha chura, kisha yule chura anazama katika maji.
Nini maana yake? Kwa Suleiman alayhi salam akawa na mafikirio makubwa sana katika hicho alichokiona. Asema thumma annaha ba'da dhalika kharajat min alma'i wa fatahat faha fa kharajat namlat wa lam yakun ma'aha habba. Sema kisha baada ya muda yule chura akatoka katika maji. Alipotoka tena katika maji akafungua kinywa chake. Alipofungua kile kinywa, yule nyenyere akatoka tena kwenye kinywa cha yule chura na kuondoka zake. Lakini akiwa tena hana tena ule mzigo wa punje ya ngano. Anasema fadaaha Suleimanu alayhi salam. Mtume Suleimani akamuita yule nyenyere, akamwambia nyenyere, hebu njoo kwanza. Wasaalaha wa sha'anaha wa aina kanat. Akamuuliza masali ya namna alivyobeba ule mzigo na kuingia katika mdomo wa chura, kisha akapotea. Halafu ghafla tena akatokea tena katika kinywa cha chura na kuondoka zake. Na mambo yake yote anayoendelea kuyafanya yule chura, Suleiman anamuuliza yule chura na wapi alipokwenda sasa. Walivyozama kwenye maji alienda wapi? Ya salam. Faqalat, hebu sikiliza hii hadithi, hii historia iliyotokea wakati katika za Mtume Suleimani alayhi salam, na wewe uweze kuona namna gani Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala alivyokuwa ni Razaqu dhul quwwatil matin, ni mtoaji wa riziki tena mwenye nguvu kweli kweli ya utoaji wa riziki. Faqalat, huyu nyenyere akasema kumwambia Mtume Suleiman, akasema ya nabii Allah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, inna fi qa'ri al-bahri alladhi tarahu sakhratun mujawwafat wa fi jawfiha dudatun amya wa qad khalaqaha Allahu ta'ala hunalik. Sema ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, hii bahari unaoiona hii, subhanallah, ndani ya bahari hiyo kuna majabari, kuna mawe, kuna mapango makubwa, na huko ndani ya mapango maji hayafiki katika hayo mapango yaliyoko huko. Na hayo ndani ya hayo mapango kuna wadudu. Yupo mdudu huko, tena mdudu huyu ni kipofu, haoni. Ya salam. Ndani kabisa kwenye kina cha bahari huko kuna mawe, na hayo mawe yana matobo ndani yake, na huko ndani ya hayo mawe kuna wadudu. Na moja ya wadudu waliopo huko kuna mdudu mmoja ambaye yeye kwanza sifa yake hana macho, ni kipofu. Subhanallah. Kisha anasema waqad khalaqaha Allahu ta'ala, na Mungu amemuumba hunalika, akiwepo huko ndo maisha yake. Kazaliwa huko, kaumbiwa huko, kazaliwa huko sijui, na maisha yake ni huko, hata kufa tafia huko. Subhanallah. Fala taqdir an takhruja minha litalabi maishaha. Huyu nyenyere anaendelea kumwambia Mtume Suleiman alayhi salam, asema yule mdudu aliyopo huko kwenye kina cha bahari kule hana uwezo wa kutoka kule na kuja huku bara kutafuta riziki yake, bali riziki yake tabakia huko. Wakad wakalani Allahu birizqiha, na Mwenyezi Mungu mimi ameniwakilisha kumtafutia riziki huku bara, kumchukulia riziki yake huku bara na kumpelekea huko baharini, kwenye kina cha bahari, kwenye mapango ya mawe huko, matobo yaliyoko ndani kule, kisha nimfikishie riziki yake mimi nirudi. Subhanallah. Na ndio maana nakwambia hata na wewe usikate tamaa katika riziki yako. Riziki yako wallahi ipo, wallahi ipo. Usikate tamaa wala hata usisononeke kwa kile kilichokupita na kadhalika, la, bali riziki yako ipo. Kwa hiyo yule nyenyere akaendelea kusema, asema wa ana ahmilu rizqaha, na mimi ndiye ninayebeba riziki yake huyo mdudu aliyopo huko. Wasakhara Allahu ta'ala hadhihi ad-difda'ati litahmilani fala yadurrani almaa fiha. Sema na Mwenyezi Mungu amenisakhirishia, amenidhalilishia huyu chura aweze kunibeba na kunipeleka huko kwenye hayo mapango, na nitakapofika kwenye hayo mapango atafungua kinywa chake na mimi nitatoka, na mimi nitampelekea chakula chake huyo mdudu, kisha nitarudi kwa chura, kisha chura atanibeba na kunitoa katika bahari. Subhanallah. Ya salam.
Asema kwa hiyo iko katika hali kama za namna hiyo, anibeba na nifikisha huko, na wala maji mimi hayanidhuru ninapokuwa katika kinywa cha chura. Watadaa faha, kisha tunapofika kwenye hayo mapango, yule chura anafungua kinywa chake ala thaqb as-sakhrat wa adkhalaha, katika lile tobo lililopo katika sakhari lile, yale mawe ya mapango yalipo kule baharini. Chura anafungua kinywa chake, mimi natoka na mimi naenda kumpa, naingia ndani kule kwenye lile pango na nafikisha riziki yake yule mdudu. Thumma idha awsaltu rizqaha ilaiha wa kharajtu min thaqb as-sakhra ila fiha, kisha ninapofika kule nampa riziki yake na mimi narejea tena, natoka kwenye ile mapango na kuja kwenye kinywa cha huyu chura, tunafanya safari. Fatakhurujani min al-bahari, basi huyu chura ananitoa tena baharini na kunirudisha huku bara. Qala Sulaimanu alayhi salam, Mtume Suleimani akasema tena kwa mshangao uliokuwa ni mkubwa kabisa, akasema wa hal sami'ta laha min at-tasbih, hebu niambie we nyenyere, hivi ulishawahi kusikia hata tasbihi yake yoyote anayomsabihi Mwenyezi Mungu subhanahu wa subhana? Subhanallah. Na hapa tunapata mafundisho ya kwamba pamoja na kwamba na ugumu wako wa maisha, usimsahau Allah, usimtupe Allah, usimpoteze Allah, ambatana na Allah, kwa sababu yeye ndiyo mtoaji wa riziki. Sasa Mtume Suleimani alayhi salam anamuuliza yule nyenyere, hivi hujapata kusikia hata tasbihi zake, utajo wake anavyomtaja Mwenyezi Mungu subhana? Faqalat, huyu nyenyere anasema kumwambia Mtume Suleimani, anasema naam, anasema ndiyo nimesikia. Innaha taqul, huyo mdudu aliyopo huko kwenye kina cha bahari, tena kwenye mapango, tena ni kipofu, hawezi kutoka kwenda kutafuta riziki yake, yeye ana utajo wake, anamtaja Mwenyezi Mungu kusema ya man la tansani fi jawfi hadhihi as-sakhrati tahta hadhihi al-lujja, tahta hadhihi lujjati birizqika la tansa ibadaka al-mu'minina birahmatik. يا من لا تنساني في جوف هذه الصخرة تحت هذه لجة برزقك لا تنسى عبادك المؤمنين برحمتك. Sema hiyo ndo maneno yake yule mdudu huwa anasema kila siku. Anasema ya man la tansani, ewe ambaye wewe usinisahau mimi. Subhanallah. Ewe ambaye usinisahau mimi, fi jawfi hadhihi as-sakhra, nikiwa ndani ya hili jiwe, ndani kabisa mwa hili jiwe, tahta hadhihi lujja, nikiwa chini kabisa yani wakina cha bahari, tena chenye giza kikubwa kabisa, hunisahau birizqika, kwa kunipa riziki yako. Subhanallah. Kisha yule mdudu anaendelea anasema la tansa ibadaka almu'minina birahmatika, basi Mwenyezi Mungu vile vile usiwasahau waja wako waaminio kwa rehema yako. Haya ndiyo maneno ya yule mdudu anayeongea kila siku, ndio tasbihi yake. Subhanallah. Wewe mwenzangu, baada ya kuona maisha yameenda tofauti, ukajikatia tamaa kwa Allah tabaraka wa taala, ukajikatia tamaa kabisa kumtegemea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na pengine kakupelekea hata kwenda kumshirikisha subhanahu wa ta'ala eti kwamba huko kunapatikana riziki. Wapo wengine walioenda kutambika huko, wapo wengine walipoenda kuchimbia kwenye makaburi, wapo wengine walienda kuua hata ndugu zao kisa wapate riziki. Kumbe kumtaja ala bidhikrillahi tatma'innul qulub, Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala sema kieni katika utaji wa Mwenyezi Mungu kunaleta sana matumainio ya kutuliza mioyo na kuiongoza katika njia iliyokuwa ya haki. Hiki ni qissat ambacho kilichotokea wakati wa Mtume Suleimani. Kwa hiyo kisa hiki kinajulisha inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin, kwamba Mwenyezi Mungu ndiye mtoaji wa riziki na ndiye mwenye nguvu ya utoaji wa riziki, tena zaidi ya utoaji. Wa in man la yansa dudata humiya, na ndiye Mungu ambaye hamsahau mdudu ambaye ni kipofu,
anampa. Tena fi jawf sakhrati bima samaa, akiwa katika pango la jiwe lilioko katika qa'r al-bahr, katika kina cha bahari, mdudu huyu hasauliki. Kwa nini wewe umsahau Mwenyezi Mungu? Mrejee Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu atakupa. Ndio maana mshairi mmoja akasema maneno haya matukufu kabisa yenye hekima kwa kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema, nadhartu ila as-samaa wa qultu rabbi ataituka taiba arju ridaka ataituka khadi'a wal qalbu yabki wa mali fil wara rabbu siwaka. Mwanachuoni anasema nadhartu ila samai wa qultu rabbi, kwamba nimetazama mbinguni nikasema mlezi wangu. Ataituka taiban arju ridaka, nimekuja kwako wewe nikitaka toba, nataka kutubia kwako, tena natarajia radhi zako. Ataituka khadi'a wal qalbu yabki, ninakuja kwako Mwenyezi Mungu nikiwa khadi'a, mwenye kunyenyekea, wal qalbu yabki, na moyo wangu kilia kwako wewe. Wa mali fil wara rabbu siwaka, mimi sioni katika viumbe wote wale kwamba kuna Mwenyezi Mungu mwingine mlezi wa walezi zaidi yako wewe. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Haya ni maneno ya mwanachuoni. Nasema, ana al-abdu dhaifu wa anta rabbi wa ma limalja'u illa hima ana al-abdu faqirun wa anta hasibi ghaniyun la ghina illa ghinaka. Mwanachuoni anasema ana abdu dhaif, mimi ni mja dhaifu Mwenyezi Mungu. Wa anta rabbi, na wewe ndio mlezi wangu. Wa mali malja'u illa himaka, sina maljaa mengine, mategemeo mengine, bali ni himaka yako, ule ulezi wako ule kama jinsi mama anavyomlea mwanae katika mbeleko yake. Tena nasema wa ana abdul faqiru, mimi ni mja fakiri kabisa. Wa anta hasbi, na wewe Mwenyezi Mungu ndio toshelezi langu. Ghaniyu, wewe ndio mtajiri kabisa. La ghina illa ghinaka, hakuna aliyekuwa tajiri wala hakuna utajiri wowote uliopo isipokuwa utajiri wako wewe. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kisha mwanachuoni akaendelea kusema, anasema ana abdul ladhi tasaba al-khataya wa anta Allahu tarhamu man ataka fajud li ya karimu bifaydi afwi wa yassir li maysira ala hudaka. Ya salam. Asema Mwenyezi Mungu, mimi ni mja ambaye niliyevunjika kabisa, niliyopigika kwa makosa ya aina mbalimbali, na wewe ndio Mwenyezi Mungu ambaye unamrehemu kila atakayekufuata. Basi Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, kwa ukarimu wako nipe afu yako. Mwenyezi Mungu anapenda kubembelezwa ndugu zanguni. Wallahi Mwenyezi Mungu anapenda kubembelezwa. Mbembeleze Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na utaona namna gani riziki yake inavyokuja. Kwa hiyo kwa yule ambaye anadhani kwamba riziki inakuja kwa nguvu, riziki inakuja labda kwa power fulani, la, huyu mtu atakuwa nakosea. Sema Imam Shafi'i radhiallahu anhu anasema wa man dhanna anna rizqi ya'ti biquwwa ma akala al-usfuru ma'a an-nasr. Anasema mtu ambaye anadhani kwamba riziki inakuja kwa nguvu, kwa manguvu, bapawa, ubaunsa ndio uwaweza kupata riziki, basi hata wale mbayuwayu wasingeweza kupata riziki, kwa sababu kule mbayu kule angani
kuna wale Nasri, wale Igo, wale mwewe, wale wenye nguvu zao. Kwa hiyo huyu mbayuwayo asingeweza kupata riziki yake, wala yule samaki aliyeko baharini kule kwenye kina cha bahari asingeweza kupata riziki yake, kwa sababu yule samaki aliyopo kule kibua, yule samaki kibua yule, ndani kule kwenye bahari kuna wakina papa wapo kule ndani ya bahari. Kuna wale samaki wengine sijui wanaitwa sijui wakina nani, sijui dolphin, sijui vitu gani, ni samaki wakubwa sana ambao wanaweza kamla huyu kibua kwa sekunde tu. Lakini fikiria, huyo samaki bado pamoja na udogo wake tena yupo kwenye kina cha bahari, anapata riziki yake. Ikhwani, ndugu zangu, mtegemee sana Allah tabaraka wa taala. Lakini pia nipende kukwambia kwamba karibu kituoni kwetu kwa ajili ya kupata dua. Kituoni kwetu karibu nyumba ya tiba na dua, uweze kupata dua maalum ambao kwa kawaida kila siku ya Ijumamosi, Ijumapili kunakuwa na ile dua ya pamoja. Ijumamosi na Ijumapili asubuhi kunakuwa na ile dua ya pamoja. Kwa wewe mwenye matatizo ya riziki, wewe mwenye ugumu wa riziki, wewe mwenye shida za riziki, wewe mwenye mitihani ya riziki, wewe mwenye kutafuta kazi, wewe sijui, njoo tuombe dua, tuinue mikono kwa Allah tabaraka wa taala, wallahi atatufungulia. Hakuna gharama ya aina yoyote, ni bure kabisa. Yani ujio wako ndio utakufanya kwa pamoja tuweze kuinua mikono kwake subhanahu wa subhana. Inshallah, kabla sija kuaga nikwambie, hapo chini ya video hii kuliani kwako kuna maandishi mekundu yameandikwa subscribe. Yabonyeze maandishi hayo mara moja, itakuja alama ya kengele, nayo imalizie kuibonyeza mara moja. Hiyo itakufanya mimi na wewe tuendelee kuwa wana familia wa channel yetu hii pendwa biidhnillahi tabaraka wa taala. Inshallah, ni kuage kusema wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.